Maisha ni safari yenye milima na mabonde. Ni njia isiyobadilika iliyojaa changamoto, magumu, lakini pia nafasi ya matumaini. Katika kijiji kidogo cha Ijaka, kata ya Isagara, wilaya ya Kongwa, mkoani Dodoma, 7 Media tunakutana na simulizi ya kipekee ya wanandoa wawili, James Muhando na Justina Charles Ndaro, walemavu wa macho lakini wenye maono makubwa ya maisha. Kwa majina yangu naitwa James Madaba Muhando. Nimezaliwa katika mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kongwa, kata ya Isagara, kijiji cha Ijaka, mwaka 1968, tarehe 2 mwezi wa 7. James alizaliwa vizuri tu, lakini alipofika umri wa miaka 9, macho yake akapoteza nuru ya kuweza kuona, na hadi leo hawezi tena kuona. Wawili hao wanaishi kwenye mazingira ya changamoto nyingi. Licha ya giza la macho, waliendelea kupambana katika maisha yao kwa matumaini ya kwamba kuna siku nuru itawajia. Mnamo mwaka 2017, James aliamua kuondoka Dodoma na kuelekea Dar es Salaam kwa matarajio ya kutafuta maisha bora. Hata hivyo, hali haikuwa kama alivyoitarajia. Ugumu wa maisha ulizidi, akihangaika kupata riziki huku akikumbana na hali ya kutengwa kutokana na ulemavu wake. Baada ya kumaliza shule nikawa ninajishughulisha na shughuli za kijijini. Wakati mwingine nikawa ninajifunza kilimo. Baadaye nikajikuta nimekuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Lakini katika hali ya kutafuta maisha tulikawa tumeitwa na wenzetu ambao walitutangulia, wenyeji wetu, na tukawa tunatafuta mahitaji yetu kwa njia ya kukaa barabarani. Mnamo mwaka 2020, maisha yalichukua sura mpya pale alipoamua kutafuta mwenza wa maisha, na ndipo alipokutana na Justina Charles Ndaro, mlemavu mwenzake wa macho. Mwaka 2020 tulipendana na mwenzangu huyo, anaitwa James Muhando. Nikaja kuangalia makazi yake anapoishi. Wawili hao walifunga ndoa ya moyo na kuanza maisha ya ndoa yenye changamoto na matumaini kwa pamoja. Awali walijikimu kwa kuomba mitaani, lakini walipogundua kuwa njia hiyo haikuwa na mafanikio ya kudumu, waliamua kubadilisha mwelekeo. Kwa ujasiri mkubwa, waliingia kwenye tasnia ya sanaa ya uimbaji. Wakaita marafiki zao kutoka Dodoma na kwa pamoja wakaanza safari ya kutumia vipaji vyao kama njia ya kujikomboa. Sauti zao zimekuwa taa katika maisha yao. Wanandoa hawa wameonyesha kuwa ulemavu si mwisho wa ndoto. Leo hii kupitia sauti zao wanatuma ujumbe wa matumaini kwa walemavu wengine na kwa jamii yote kwa ujumla, kuwa upendo, mshikamano na imani vinaweza kubadilisha maisha hata kama huoni njia. Mimi ni Tumikidadi Mtipori na hii ni 7 Media. Natamani kufahamu majina yako na una umri gani na mzaliwa wapi? Kwa majina yangu naitwa James Madaba Muhando. Nimezaliwa katika mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kongwa, kata ya Isagara, kijiji cha Ijaka, mwaka 1968, tarehe 2 mwezi wa 7. Okay. Na ulizaliwa na hali hii ulionayo ama ulizaliwa mzima na baadaye ukaja kupata maradhi haya? Kwa kweli mimi nilizaliwa nikiwa mzima, lakini nilipata kuharibikiwa macho yangu baada ya miezi 9. Macho yangu yakawa yanasumbuliwa na ugonjwa wa surua. Zamani ilikuwa inaitwa surua. Hakukuwa na tiba yoyote, ilikuwa na tiba za kienyeji. Matokeo yake ikapelekea kwa macho kuharibika kabisa. Ulizaliwa baada ya miezi 9 ndo ukakutana na changamoto ya kutokuona mpaka sasa? Ndio. Okay, na safari yako ya maisha ilikuwaje mpaka ukaingia Dar es Salaam? Safari yangu ya maisha, kwanza nilipofika umri wa miaka kama 10 nikaingia shule ya wasioona Bugili Blind ambayo iko katika mkoa wa Dodoma. Ile shule ni shule anzilishi katika shule zote Tanzania nzima.
nimesoma mpaka darasa la 7 mwaka 87 nikawa nimekwisha kumaliza shule. Baada ya kumaliza shule nikawa ninajishughulisha na shughuli za kijijini. Wakati mwingine nikawa ninajifunza kilimo. Baadaye nikajikuta nimekuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Lakini katika hali ya kutafuta maisha tulikawa tumeitwa na wenzetu ambao walitutangulia, wenyeji wetu, na tukawa tunatafuta mahitaji yetu kwa njia ya kukaa barabarani kuomba. Okay, na mwaka ambao umeingia Dar es Salaam unakumbuka ni mwaka gani? Mwaka 2017. 2017. Ambapo Dar es Salaam ulivyofika ulifikia kwa nani? Nilifikia kwa rafiki yangu mmoja, alikuwa anaitwa Elias Nyelia. Maeneo ya wapi? Ni Chanika kwa Zoo. Aha, sasa natamani tuanze hapo sasa. Mara baada ya kuingia Dar es Salaam, hali ya maisha ilikuwaje? Hali ya maisha ikawa ya kawaida tu. Kaingia katika changamoto za uhitaji wa kupata vihela hapa na pale. Lakini mwaka 2023 mnamo mwezi wa 6 ndipo niliweza kupata muda wa kupata wenzangu. Nikapata mwenzangu, mke wangu ambaye ndio tumeanzisha naye kundi. Huyu mama tulikutana naye mwaka 2020 mwezi wa 10. Ndio tukakutana tukaanza maisha ya ndoa. Aha, na ina maana ulivyoingia mjini ukawa unaishi kwa rafiki yako na shughuli kubwa ilikuwa ni kuomba. Kipindi hicho ulikuwa bado ulikuwa ufanye shughuli hizi za muziki za sanaa? Nilikuwa bado sijapata mawazo hayo. Lakini kabla ya hapo nilipokuwa kijijini nilikuwa ni mwalimu wa kwaya makanisa ya Kianglikana. Hata hivyo nimeacha makundi mawili ambayo tayari yamekwisha kurekodi kabisa. Mimi nikajikuta niko huku Dar es Salaam kutafuta maisha. Okay. Na natamani pia kufahamu hali ya maisha, kipi ambacho kilikuvutia hasa kuingia katika kazi hii ya sanaa ya kutafuta pesa kutumia sanaa hii ya muziki? Kwanza niliona kwamba muziki ni heshima kubwa sana. Muziki unakupelekea kuwa na hadhi ya kuwa na uthamani katika maisha. Maana nilijikuta hii hali ya kuomba hii ni nzuri, lakini ina mambo mengi na changamoto nyingi. Wakati fulani tunatembea kwenye maduka, wengine wanatufukuza kama mbwa. Nikajikuta sasa hebu nijaribu kubadilisha mazingira haya. Tunapokuwa tupo katika hali ya uimbaji, kwa kweli tunafarijika, kwa sababu mtu anayetoa sadaka anatoa kwa imani yake, yani anatoa kwa imani yake, kwa upendo tu, wala hatoi kwa kuhuzunika kwa nini hawa wanatusumbua. Hapana, wanatoa kwa huruma, akijua kwamba hawa nao ni wenzetu, wanatoa kama sadaka. Na kazi hii na maana ulianza rasmi mwaka gani? Kazi nilianza rasmi mwaka 2023. Okay. Na kundi moja sasa hivi hatuko nalo, kundi la Growl. Kipindi hicho ulikuwa unafahamu kupiga gitaa? Ulikuwa unajua au ni nani ambaye alikufundisha namna kupiga? Gitaa hili nimejifunza kijijini. Nilifundishwa na kaka yangu mmoja ambaye amezaliwa na baba mdogo. Alikuwa anaitwa Daudi Muhando. Ni kaka yangu ambaye alinifundisha hili gitaa. Okay, tuje sasa kwenye maisha ya ndoa na uchumba. Ilikuwaje ukakutana na mkeo? Asante. Mke wangu huyu
kabla ya yote yeye alikuwa kiongozi wa TLB wilaya ya Kongwa kule. Sasa mimi nilikuwa mwanachama wake na nilikuwa ni mwenyekiti tawi la Kibaigwa. Sasa tukawa tukiwasiliana kwa njia ya huduma yetu ya chama chetu cha TLB. Lakini baada mimi kuondoka kuja Dar es Salaam nikaachana naye, nilikuwa bado sijashikamana naye uchumba. Lakini baada ya kuwa niko Dar es Salaam nilijikuta siku moja tunaongea naye kwa njia ya simu. Lakini baada ya kuongea naye nikajikuta niongee naye jinsi ya kuishi pamoja. Tayari Mungu ni mwema, amekwenda kutukutanisha, tukakubaliana. Akaja kunisalimia kwanza, awamu ya kwanza, wiki mbili akarudi. Awamu ya pili tena akaja akakaa ndani ya miezi mitatu akarudi. Baadaye nikawa namuelekeza namna ya maisha tunafanyaje huku Dar es Salaam kabla ya mambo ya muziki. Ina maana yeye alikuwa yupo mkoani, alikuwa hakuwepo Dar es Salaam. Hakuwepo Dar es Salaam. Na mlikuwa mnafahamiana tangu huko alikuwepo mkoa gani? Ni mkoa wa Dodoma wilaya ya Kongwa. Dodoma koko? Kwa maana kwamba alikuwa anafahamu kwamba wewe upo Dar es Salaam na mlikuwa mna mahusiano labda nyuma kabla hata ya mjini kukutana mjini. Kabla ya kukutana mjini hatakuwa na mahusiano yote ya kindoa, ila tulikuwa na mahusiano ya kikazi. Na ilikuwa yani ni ugumu kiasi gani uliopata mpaka kuja kumpata mwanamke wa maisha yako? Kabla ya hapo mimi nina familia. Familia hii nimeiacha Dodoma. Ambaye mwanamke wa kwanza nilikuwa naye, nimezaa naye watoto 5. Lakini kulingana na mazingira ambayo sikuweza kuyatambua juu ya mimi na yeye huyo mama, kajikuta tumeshaachana. Sababu mwenzangu kidogo alikuwa mjanja. Sasa wewe unakwenda kutafuta mwenzako tayari yuko kwenye mambo ya kutembea na watu wa nje. Nikajikuta tumeshindwana hadi napelekea kuwa anazaa nje ya ndoa. Hilo kwa kweli nilikuta sitaweza kuvumiliana naye. Yaani kwamba mke wako mara kwanza alikuwa anachepuka kifupi, anakusaliti, anaenda nje ya ndoa. Yeye naye alikuwa ni mlemavu wa macho. Ndio. Yeye ni mlemavu wa macho vile. Ni mlemavu wa macho lakini bado alikuwa anakusaliti, anaenda nje ya ndoa. Na muuliza nao watoto 5. Ndio. Na wewe ukatoka Dodoma ukaja Dar es Salaam. Nimekuja mimi kama mimi tu. Mara baada ya kuachana naye. Ndio. Na baada ya kuachana, maana watoto sasa hivi wako chini ya uangalizi wa nani? Wako chini ya uangalizi wa kwangu pamoja na yeye. Maana wakati fulani kila inapofika wakati natuma mahitaji tayari na watumia watoto mahitaji. Na ulivyoachana naye yeye akaingia tena kwenye ndoa nyingine kama ambavyo umefanya, upo na mwanamke mwingine? Ana mwanamume. Tayari ana mwanamume mwingine ambaye mwanamume wake anaona au anaona. Mwanamume wake anaona. Uko nje ya ndoa amezaa watoto 2. Kwa jumla watoto ambao wewe umezaa naye na watoto wake wa nje ya ndoa jumla watoto 7. Sawa. Okay. Turudi hapa kwenye hii band. Kitu gani kilikufanya uwaze kuja na wazo hili la kufungua band? Kitu kilichonifanya kuwa niwaze juu ya kufungua hii bendi, kwa kweli niliona changamoto za kukaa barabarani sio nzuri sana, hazina heshima. Yani ni sehemu ambazo zinadhalilisha sana. Basi nikajikuta sasa hebu nijaribu kuchukua wazo la kufungua bendi hii nipate watu wa kuweza kuanzisha nao bendi. Ndio tukakaa na mama tukaongea, tukasema tupate, kwa sababu mimi najua kupiga gitaa na mwenzangu pia naye ni mwimbaji, naye kule nyumbani alikuwa kwa mistress wa kwaya yake analo kundi ameliacha huko. Maudhui yetu tukalingana pamoja. Okay, na baada ya kufungua bendi mlifungua kama wanafamilia, ambapo mkaipatia jina gani? Inaitwaje bendi yenu? Agape. Inaitwa
Agape Bendi. Agape Bendi. Na mpaka kwenye kuvipata vifaa kuja kutengeneza bendi na kuwa na watu wengine ilikuwaje? Yani natamani kutupe simulizi kidogo mara baada ya kufungua bendi, kitu gani ambacho kiliwafanya sasa muone kuna uhitaji wa kuwashirikisha watu wengine pia washiriki katika bendi yenu. Naam, wakati nilipokuwa nikiwa na wazo la kufungua bendi, nilimshirikisha mchungaji wetu ambaye tunakosali hapo, Mchungaji Komba, anakaa hapo maeneo ya Kinyamwezi. Yeye alitupa wazo, akatupatia spika yake moja, akasema chukweni hii muwe na kianzio. Alitupatia bure, akaendelea kutushughulikia na gitaa alikuwa nalo, akatuazima. Baadaye tukapata wazo la kuwa sasa tumepata baadhi ya vyombo, tuanze kikundi. Tukaanzisha watu kama 6, japo sasa hivi tuko watu 5 kutokana na changamoto za wasaidizi. Baadhi ya wengine sio waaminifu. Okay, na tangu mmeanzisha bendi mpaka sasa mafanikio yapoje kwa maana ya kipato, na kazi yenu kubwa hasa mnaifanya wapi na mnaifanyia wapi kazi yenu, lakini pia kipato chenu huwa ni kiasi gani? Kwa kweli kipato kwa sehemu wakati mwingine kizuri, inategemeana na siku ambazo siku nyingine nzuri mnaweza kukarudi na kila mtu 10,000, 20, hata mpaka 30. Kwa kidogo inaweza ikatukidhi mahitaji yetu pamoja na familia zetu. Na huwa mnafanya kwenye vijiwe vya daladala pekee ama hata sehemu ambapo mkialikwa huwa mnaenda kuhudhuria? Kwa kweli huwa tunafanya kwenye vijiwe vya daladala, lakini tayari humo tunamokuwa tunafanyia humo kazi tunapata mialiko, watu wanachukua namba zetu za simu. Tunapata mialiko hata kuingia kwenye makanisa huko. Tunahudumia, kwa kweli watu wanatusupport hii Injili. Okay. Nataka tumalize na hili. Ombi lako kwa serikali, lakini pia ombi lako kwa Watanzania ambao wanakutazama kwa muda huu ni lipi? Ombi langu kwa serikali, hasa sisi wanamuziki tunaomba tupewe haki sawa, kwa sababu inapelekea wakati fulani tunamokuwa kwenye vijiwe wanakuja wanatuchukulia vyombo, maana kuna siku tulichukuliwa vyombo vikaenda huko depo. Tayari hata baadhi ya vyombo, vitu vingine vilipotea kama mwamvuli na mambo mengine vilipotea, havikuonekana kabisa. Kana kwamba hatutakiwi sisi kuwepo maeneo ya stendi za daladala, na wakati wenzetu wengine ambao ni wana macho kabisa wanahubiri mitaani. Sasa hili jambo kwa kweli linatutisha. Sisi tunaishije bila kama wanatufukuza sisi namna hii? Na mnapoenda kwenye vituo vya daladala huwa mnaenda kuhubiri neno la Mungu ama mnaenda tu kuimba nyimbo ambazo zinahusisha Injili kwa lengo la kujipatia kipato? Hata neno la Mungu tunahubiri kwa sababu tuna Biblia zetu hizi za wasioona. Biblia hii hata kama nitakuwa nayo mimi nikianza kuisoma, hata wewe mwenye macho utasoma, ukishika na Biblia yako hakuna tofauti ya maandishi haya. Kuna muda huwa mnafukuzwa na wagambo msifanye kazi hiyo na kuwataka mrudi nyumbani? Wanasema nendeni nyumbani. Hii kazi ni sawa sana kazi ya kuomba, kwa nini mnafanya hivyo? Na wakati hii kazi hata wenye macho wanaifanya. Mbona wanahubiri wanapata sadaka kupitia hii? Sasa sisi tunashangaa, sisi wanatufukuza. Kwa kweli hilo serikali tunaomba itusaidie, maana sisi nasi ndio sehemu yetu ya kupatia mahitaji, ndio sehemu yetu ya kuweza kuwasomeshia watoto wetu shule.